Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ng'anzi Ulenge. Mheshimiwa Mwatum Dau Haji ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi ya kuchangia. Nimshukuru Mwenyezi Mungu mwenye enzi na utukufu kwa nafasi hii. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, moyo wangu umejawa na shukurani. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, moyo wangu umejawa na shukurani. Nitumie fursa hii kumpongeza sana na kutoa shukrani nyingi za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa Profesa Makame Mbarawa, kwa Katibu Mkuu pamoja na mtendaji wa mamlaka ya bandari kwa mapinduzi na mageuzi makubwa ya sekta ya bandari na uchukuzi nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni miaka ya karibuni tu bandari ya Tanga tulikuwa tunatajwa tuna mwamba usiochimbika uliopelekea bandari ya Tanga kujiendesha bila faida kwa sababu meli zilikuwa hazifiki gatini. Leo hii tunazungumza bandari ya Tanga ndani ya miezi 6 kuzalisha bilioni 45. Moyo wangu umejawa na shukurani. Na hakika Mheshimiwa Rais amejivua gamba la business as usual. Ameonyesha ni rais ambaye hakubali kucheza kama vile watu wa zamani waliokuwa wakisema tumewaona baba zetu kama hivi wanafanya, na yeye kujilimit na kujikonfine hapo. Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri Mbarawa, hakika mmefanya mageuzi makubwa katika sekta hii. Leo hii tunaizungumzia bandari ya Tanga ambayo inakwenda kujengewa barabara ya lami kutoka Handeni Kibirashi kama toll road kutokana na mapinduzi makubwa na mageuzi ya mamlaka ya bandari. Kwa kweli moyo wangu umejawa na shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni miaka ya karibuni tu tulikuwa tunazungumzia gati zote za bandari zetu kuu zimejengwa kwa sheet piles ambazo ilikuwa ni lazima ufanye electrolysis, uondoe hydroxyl ions ili kuzuia chumvi zisiweze kuharibu sheet piles zile. Leo tunazungumzia miundombinu ambayo gati zimejengwa kwa zege zuri na lililoongezwa mita 10 ndani ya maji. Hakika ni mageuzi makubwa katika sekta hii ya bandari. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni miaka ya 2000 tu tulikuwa tunazungumzia wizi wa mafuta bandarini. Tulikuwa tunazungumzia upotevu wa mafuta na mapato bandarini. Leo tunazungumzia bandari zetu zenye flow meter za kidigitali. Hakika ni mapinduzi makubwa katika sekta. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hivi karibuni nakumbuka tulikuwa hatuna cherezo, tunabeba meli, tunazipeleka Mombasa. Leo hii hiyo imekuwa historia. Hakika ni mageuzi makubwa katika sekta. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni juzi tu nilikuwa ninakumbuka ambavyo tulikuwa tunahangaika na cranes zisizokuwa na uwezo wa upakuaji. Tunatumia cranes ambao mara kwa mara vinaharibika. Tunapoteza fedha nyingi kwenye matengenezo. Leo hii tunazungumzia ship to shore grant cranes ambazo zinaweza kuingia zenyewe mita 50 ndani ya maji kutokana na rail space yake. Hakika ni mageuzi makubwa kwenye sekta ya bandari. Na nakumbuka vizuri tangu awamu ya kwanza ya Daktari Mbarawa, Profesa Mbarawa katika sekta hii akiwa ni waziri enzi za Magufuli, alivyokuwa kinang'anizi mfuatiliaji wa karibu mpaka Mr. DK Cube akawa anamuona nuksi pale bandarini. Lakini leo tunayaona mageuzi makubwa kwenye sekta hii ya uchukuzi. Hakika moyo wangu umejawa na shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hivi karibuni tulikuwa tunazungumza namna ambavyo tunaweza tukapunguza muda wa utekelezaji. Ili mtu ambaye yuko kwenye hoteli anakunywa kikombe chake cha kahawa, anaiona meli yake namna ambavyo inasogea kwenye gati na namna ambavyo inahudumiwa. Leo tumeingiza tehama katika utekelezaji wa shughuli za kibandari na tunayaona mafanikio yake. Moyo wangu umejawa na shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kiukweli ninaona fahari kubwa kwa mapinduzi makubwa yaliyofanyika katika sekta hii ya bandari, na kipekee hili la kuhakikisha tumepata private sector kuweza kuiendesha bandari. Vijana wa bandari walikuwa wanabembelezwa kuingia DP World, mpaka mkurugenzi mkuu anawaongezea mishahara, nendeni mkahudumu. Kwa kweli ni mapinduzi makubwa. Ni mapinduzi makubwa kwa sababu mimi nimekuwa pale, nilikuwa naona treatment ya wafanyakazi ikoje. Leo hii bandari imetulia. Hakika ni mapinduzi makubwa, na nipongezi kwake kijana ambaye yuko very well composed, Plasdus Mbosa. Anafanya kazi kubwa vizuri zaidi, na niwaambie vijana wengine mlioaminiwa katika nafasi hizi, jitahidini kujifunza kupitia Mbosa. Yuko very well composed na bandari imetulia. Bandari ya juzi ilivyokuwa sio bandari iliyopo sasa hivi. Hakika mmeleta mageuzi makubwa ya kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikumbushe, nilisema haya wakati wa awamu yangu ya kwanza au mchango wangu wa kwanza katika sekta ya bandari. Leo nakwenda kutimiza miaka 5. Mmefanya mengi makubwa ya kimapinduzi katika sekta hii. Naomba niikumbushe bandari mengi mlioyafanya, lakini bado tusipotafuta mechanism na kufanya tafiti ya kujua namna ambavyo tunaweza kucontrol sedimentation na vina vya bahari kuweza kupungua, bado kutakuwa na challenge mbele yetu. Niwaombe sana mamlaka ya bandari pamoja na wizara husika kuwekeza katika kujua ni kwa nini kuna sedimentation rate kubwa, kwa nini vina vinapungua katika bandari zetu, na tuje na mechanism ambayo italinganishwa na dredging na kuchimba, tuone ipi ina thamani ndogo kuweza kuleta matumizi yaliyo sahihi katika sekta ya bandari. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa reli ya kisasa, kwa ujenzi mkubwa unaoendelea ambao kidunia ni nchi 2 tu ndo zinaweza kutekeleza mradi mkubwa kama huu wa reli nchini Tanzania. Ni China na Saudi Arabia peke yake ndo zinaweza kutekeleza mradi huu ambao ukikamilika kilomita zake 1400. Hakika Daktari Samia Suluhu Hassan, mama wa Kizimkazi, ambao walimchukulia poa, aisee wakae kisawasawa, inabidi tu wazoee kwa Daktari Samia Suluhu Hassan mambo yake si ya kitoto. Hakika China anashindana na China kuwa na mradi mkubwa kama huu, anashindana na Saudi Arabia kuwa na mradi mkubwa kama huu. Hakika ni mageuzi makubwa katika sekta ya uchukuzi na usafirishaji. Naomba kumalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie viwanja vya ndege. Naomba nikizungumzia kiwanja cha ndege cha Msalato. Kiwanja cha ndege kinajengwa. Ombi langu ni kuhakikisha hatukifanyi kikawa kama kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam. Hakiwi Vingungutilized. Lazima tuweke miundombinu inayoendana na kiwanja cha ndege cha kimataifa. Ni lazima kuwe na land use plan nzuri kuzunguka Msalato Airport, kwa maana ya mahoteli, kwa maana ya business centers, kwa maana ya mambo mengi, ili kuendana na kiwanja cha ndege cha kimataifa. Hatuhitaji Msalato Airport iwe Vingungutilized. Tunahitaji Msalato Airport iwe airport ya mfano ya kimataifa. Tujifunze kutokana na makosa ya kiwanja cha ndege kingine cha kimataifa ambacho tunacho nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalize kwa kusema kwamba design ya kiwanja cha ndege cha Msalato kinazungumzia kubeba passenger 1.5 kwa mwaka, wakati kiwanja ambacho kipo sasa hivi tunazungumzia passenger 150,000 mpaka 250,000 kwa mwaka. Maana yake lazima kuweka mikakati ya namna gani tutaongeza capacity ya passenger hao kwa ku-attract more investors mjini Dodoma, kwa ku-attract vivutio zaidi mjini Dodoma, ili kiwanja cha ndege kile kiweze kuingiza kwa idadi hiyo ya passenger kwa kuritani mapato ambayo yatawekezwa pale. Na baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, moyo wangu umejawa na shukurani. Hongera sana Profesa Makame Mbarawa, hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan,
Ongera sana Kadogosa kwa kazi kubwa kwenye miundombinu yetu ya reli. Mnaupiga mwingi, big up sana. Asante sana. Naunga mkono hoja 105%. Asante sana Mheshimiwa Engineer Mwanaisha. Nilimtaja